Bwana awabariki sana. Ningetaka kuwasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na niombe tuweze kusimama. Ningetaka kuomba. Tutaomba. Baba yetu, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Baba, pokea sifa na shukrani. Ni furaha yetu Bwana kila wakati kuliabudu jina lako, kusujudu mbele zako Bwana, kuleta heshima zetu kwa sababu ni wewe unastahili. Asante Bwana kwa sababu ya mkono wako pia wa rehema juu ya maisha yetu, na vile unatuongoza kwa njia ya hakika ili tuweze Bwana kuja katika utimilifu. Tuweze kuja Bwana kutimiza lengo lako Bwana kwa sababu ya majira haya. Pokea sifa na shukrani. Ninaomba uweze kuwa nasi Bwana katika mkutano. Tumekuja katika mkutano tukiwa Bwana na matarajio, na unajua matarajio ya kila mmoja wetu. Unafahamu shauku ya kila mmoja wetu. Basi Bwana ukakutana na shauku hiyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako, naye muaminio aweze kuridhika. Nguza maisha yetu yote ambayo ni kinyume na neno. Ninakusihi Bwana uweze kutuondolea. Asante Baba, naomba ya kwamba uweze kuchukua hatamu juu ya kila mmoja wetu. Tunaomba ya kwamba mapenzi yako yafanyike na sio mapenzi yetu. Mungu wetu ni asante. Baada ya mambo yote sifa na utukufu zikurejee. Wote ambao wanateseka katika mwili kwa sababu ya maradhi, ninaomba Bwana kwa njia ya Roho Mtakatifu uguze kila mmoja na kuondoa shida zake za maradhi. Baba ni asante, tuweka yote mkononi mwako, na ni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue Biblia zetu katika Matendo 10. Kitabu cha Matendo 10. Najua pale katika Biblia imeandikwa matendo ya Roho Mtakatifu, lakini nabii alituambia sio matendo ya Roho Mtakatifu. Imeandikwa matendo ya mitume. Nabii alituambia sio matendo ya mitume, ni matendo ya Roho Mtakatifu ndani ya mitume, kwa sababu ukiondoa Roho Mtakatifu binadamu hana nguvu. Na tutaanza mstari wa 30, tukwanza tusome mpaka 35, kisha tutaruka hapo chini. Matendo 10:30 ni mambo ya Kornelio na Petro, wakati Petro alitumwa pale. 30 inasema hivi: Kornelio akasema, siku 3 zilizopita, anamwambia Petro, katika saa hii, yani saa 9, nilikuwa nikisali nyumbani mwangu, nikamwona mtu amesimama mbele yangu mwenye nguo zing'arazo. Akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa, na sadaka zako zinakumbukwa mbele za Mungu. Basi tuma watu kwenda Yafa, ukamuita Simoni aitwaye Petro. Anakaa katika nyumba ya Simoni mtengenezaji wa ngozi karibu na pwani, naye akija atasema nawe. Mara nikatuma kwako, nawe umefanya vema kuja. Basi sisi sote tupo hapa mbele za Mungu, tupate kuyasikiliza maneno yote uliyoamriwa na Bwana. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika ninatambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Turuke 44. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa, ni kusema Wayahudi walioamini, wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Bwana abariki usomaji wa neno. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo katika Matendo 10, ningetaka kuongea juu ya mazingira yaletayo mazao katika wateule. Atmosphere, mazingira. Na mbegu yoyote hata katika maisha ya kawaida inahitaji mazingira yanayofaa ili iweze kukua
na kuweza kuleta mazao. Mbegu yoyote inahitaji mazingira yanayofaa iweze kuchipuka, iweze kukua na iweze kuleta mazao yake. Kama vile ambavyo tunaona pale mwanzo, nabii anatuambia katika ujumbe, wakati dunia ilikuwa imefunikwa na maji, anasema ya kwamba mbegu ambazo siku moja zitafanyika shamba la Edeni, mbegu za miti na maua na mambo kama hayo, zilikuwa ndani ya hayo matope ambayo yamefunikwa na maji. Na anasema zilikuwa zimekaa hapo kwa mabilioni ya miaka hizo mbegu, lakini mazingira yanayofaa ya kuweza kuleta mazao hayakuwepo. Ndio maana unasikia pale mwanzo, wakati Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu alikuwa anaelea juu ya dunia, juu ya maji, dunia ilikuwa haina namna. Nabii anasema mahali katika ujumbe ya kwamba ilikuwa ni mchafuko, anasema hivyo, matope yamefunikwa na maji, lakini pale ndani ya yale matope mna mbegu ambazo siku moja Mungu akizihuisha zitafanyika bustani ya Edeni. Na wakati Roho Mtakatifu alishuka, yule Logos akaanza kuelea juu ya maji hayo, akaanza kutenganisha nchi na maji, basi akaanza kutengeneza mazingira yanayofaa ya kufanya zile mbegu ziweze kutokea na kuleta dunia hii iweze kuwa ni shamba la Eden. Kwa hiyo Mungu akaanza kunena, katenganisha maji yakaenda upande mmoja akaitwa bahari, na nchi kavu nayo ikaachwa upande mwingine. Na kisha Mungu akaanza kunena, akasema kuwe nuru, na miale ya jua ikaanza kuchoma dunia hii, uso wa dunia hii. Na zile mbegu, kwa sababu zilikuwa zinahitaji mazingira kama hayo, zikaanza kutokea. Na nabii anasema ya kwamba ule mchafuko ambao ulikuwa pale, yaani matope na maji pamoja na mbegu ziko kule ndani, akasema ya kwamba ule mchafuko ambao ulikuwa pale ukageuzwa ukaweza kuwa paradiso, ukaweza kuwa shamba la Eden, kwa sababu ya kuleta mazingira yanayofaa. Na kitu kinaweza kuwa na nguvu ndani yake imelala ya kupanuka na kuwa jambo fulani, lakini mpaka mazingira yanayofaa yaletwe, hilo jambo halitawezekana, kwa sababu inachukua mazingira kuweza kuleta mazao. Ni kama vile nabii anasema juu ya kuanguliwa kwa mayai. Anasema mayai yanaweza kuwa yana uwezo wa kuleta vifaranga, lakini hayawezi kama hakuna mazingira ya joto. Kile kinahitajika ni joto. Na ni kama vile nabii alikuwa ananukuu ndugu Bosworth. Ndugu Bosworth alimwambia ndugu Branham siku moja, akasema, ndugu Branham, unajua kile kinahitajika ili mayai yaweze kuanguliwa, yaweze kuwa vifaranga, ni joto linahitajika. Na anasema hata ukishika mayai uweke chini ya mtoto wa mbwa alalia yale mayai, kwa wakati unaofaa yataanguliwa, kwa sababu kile kilikuwa kinahitajika ni joto, ni mazingira hayo na yameletwa, basi hayo mayai yataanguliwa. Na hapa ninaongea mambo hayo ya kawaida ili nije kwa mambo ya kiroho, kwa sababu haya ya kawaida huwa yanaonesha mambo ya kiroho. Sasa tunapokuja kwa mambo ya kiroho na tunaongea juu ya wateule wa Mungu, tukiongea juu ya wateule wa Mungu, tunajua kwamba wateule wana potentials ama nguvu zimelala ndani yao. Nafsi hiyo ina nguvu ambazo zimelala ndani yake, lakini haziwezi kuonekana. Hizo potentials, huo uwezo ambao umelala ndani yake, hauwezi kuleta mazao mpaka mazingira yanayohitajika yawepo. Lazima mazingira yanayohitajika yawepo. Ndio sababu unaona kuna mahali nabii anasema katika ujumbe, tumewahi kusoma wakati uliopita, anasema hivi nabii, kuna watu wanaweza kwenda kwa muda mrefu kabla ya kujua wao ni wana wa Mungu. Wanaweza kwenda kwa muda mrefu kabla ya kujua wao ni wana wa Mungu, kwa sababu Mungu hajaleta ujumbe, hajaleta mazingira ya kufanya hao watu waweze kujielewa. Kama yule mtu ambaye alikuwa anaitwa kafiri, ambaye nabii alikutana naye kwenye shamba lake, infidel. Na alikuwa wameenda pale na ndugu moja ambaye alijulikana na huyo mzee, ili apatiwe ruhusa ya kuinda kwenye pori yake.
Na huyu mtu akasema, wahubiri hawajui kile wanasema. Nimeishi hii miaka yote 75 hapa duniani na sijawahi kuona kitu kama Mungu. Kwa hivyo nabii akaanza kuongea naye juu ya mazingira, kwa sababu unajua wakati unaenda kushuhudia mtu lazima ushuke kwa kiwango alicho. Yule mtu hungemwambia juu ya Biblia kwa sababu jambo la kwanza haamini. Yeye kile amezoea kuona ni nature, anaishi kule porini, mashambani. Sasa lazima Mungu akuongoze utafute mambo yaliyo katika nature, uanze kumueleza juu ya Mungu, mambo yaliyo katika maumbile. Nabii alianza hapo. Najua ukiwa ni mtu ambaye anajua kushuhudia, unaanza na mtu mahali amesimama. Wakati Philip alikuta mtu wa Ethiopia, yule mtu alikuwa anasoma Biblia. Kwa hivyo Philip, Biblia inasema alianza na huyo mtu hapo, kwa sababu angalau huyo mtu anasoma Biblia. Ukikuta mtu ambaye haamini Biblia, itabidi utumie njia nyingine, kwa sababu pia Mungu anajionyesha katika maumbile. Na pia anasema Mungu anadhihirishwa kwa njia 4. God is manifested in 4 ways. Anadhihirishwa kwa njia 4. Nasema Mungu katika mwanawe, Mungu katika neno lake, Mungu katika watu wake, na Mungu katika maumbile. Kwa hivyo hutakosa njia ya kuendea yule mtu kulingana na mahali ambapo amesimama. Huwezi kwenda ukute mtu ambaye hata haamini Ukristo na waanze kumwambia juu ya muhuri wa 7, mambo kama hayo. Unajua haitasaidia. Lazima utafute namna, uende pole pole, huyu mtu aanze kuelewa ni nini unasema. Sasa huyu alisema wahubiri hawajui wanasema nini. Na nabii alitumia mazingira akamuonesha Mungu, na hatimaye huyu mtu aliamini. Kwa sababu nabii anasema kuna watu wanaweza kwenda muda mrefu kabla ya kujua wao ni wana wa Mungu. Na wakati nabii alikuja kwenye shamba la huyu mtu, alikuwa analeta mazingira yanayofaa. Alikuwa analeta mazingira yanayofaa ili huyu mtu aweze kuanguliwa, kama tunaweza kusema hivyo, ama ile mbegu iweze kuchipuka. Maana alikuwa ni mtoto wa Mungu lakini hana habari. Anasema wengi wanaenda kwa muda mrefu bila kutambua wao ni watoto wa Mungu, lakini Mungu mwishowe analeta mazingira. Ndio maana huwa nakuambia kwamba mteule wa Mungu, wakati unaishi katika haya maisha, Mungu atahakikisha kwamba kabla ya maisha yako kufika mwisho, atakuzuilia mahali ili aweze kujifunua kwako. Atafanya interception ili aweze kujifunua kwako. Sasa tunaweza kuona mtu kama Kornelio. Huyu alikuwa ni mtu mwenye haki, anaomba sana na anasaidia maskini na mambo kama hayo. Na maombi yake siku moja Mungu akayakumbuka na akatumana ili Petro aweze kuja pale. Kwa sababu sheria ya Mungu, nabii anasema katika ujumbe ambao unaitwa neno lililonenwa ndilo mbegu ya asili. Anasema Mungu ana hii sheria ya kwamba wakati anataka kuleta uzima kwa watoto wake ambao hapo awali hawakuwa wanamjua, anatumia wale walio hai. Anatumia waaminio walio hai na ambao wamezaliwa mara ya pili. Anasema lazima uhai huu upitie ndani ya mwili, na mwili wake ni kanisa lake. Anatumia waaminio walio hai kuendea wale wengine. Ndio maana maandiko anasema sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Na nabii anasema ukijazwa na Roho Mtakatifu, anasema ya kwamba Mungu amekupatia nafasi utende kazi pamoja naye katika kuendea ndugu yako, dada yako aliyepotea, ili uweze kumleta. Kwa hivyo wakati unapata Roho Mtakatifu, unakuwa mfanyakazi pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo katika kuleta watoto wa Mungu waliopotea. Na kama kuna kitu muaminio anatakiwa awe na ari nacho na juhudi nyingi sana, ni kufikiria vile unaweza kuleta nafsi nyingine katika ufalme. Mahali unafanya kazi, pale katika ujirani, mahali popote katika mazingira yale Mungu aliyokuweka, unafaa ufikirie sana vile unaweza kuleta nafsi nyingine. Maana nabii anasema hakuna kazi unaweza kufanya ya maana hapa duniani kama kuleta nafsi ingie katika ufalme. Hakuna kazi ya muhimu kuliko hiyo. Kwa sababu hizi kazi tunafanya za kawaida zina mwisho. Zina mwisho. Tukiondoka katika haya maisha, kazi za hapa duniani nazo zinafika mwisho. Lakini anasema ukileta nafsi moja, nafsi hiyo itakuwa ngambo ile nyingine. Ni kama vile Sister Hati alipatiwa nafasi aweze kunena neno,
aweze kusema jambo, nabii atumie kipawa cha kunena neno kwa mara ya kwanza akifanya kazi katika mwanadamu. Na alikuwa na mengi angesema, alikuwa ni maskini, angefanywa tajiri, angeweza kusema wazazi wake warejeshwe katika afya. Dada yake alikuwa ni mlemavu, angesema nataka dada yangu aponywe. Lakini hayo yote hayakuwa na faida. Kile kilikuwa na faida ni watoto wake waweze kuokolewa. Na wakaokolewa. Nabii anasema sasa nafsi zao zitaishi milele daima. Kwa hivyo tunaangalia sana yale mambo ya muhimu. Na huyu mtu sasa Mungu akasikia maombi yake, akatuma Petro, na Petro akaja, kwa sababu Mungu anafanya kazi kupitia wale walio hai. Na ndio sababu huwa tunasema kanisa la Mungu aliye hai sio shirika, sio organization, sio mpango wa binadamu, sio madhehebu ambao kuna serikali na utaratibu wa wanadamu. Hiyo ni organization, ni shirika. Unaona? Lakini anasema kanisa la Mungu aliye hai ni kitu kilicho hai, ni mwili ulio hai. Anasema living organism, ni kitu kilicho hai, na kuna uhai unatembea mle ndani. Ni kama vile ambavyo kitu kilicho hai kuna damu inatembea kule ndani kuonesha kwamba kiko hai. Na siku ya leo kile ambacho kinatembea katika kanisa la Mungu aliye hai ni uhai wa damu ya mwana kondoo. Na uhai wa damu unaitwa Roho Mtakatifu. Mungu anatumia hao kuweza kufanya kazi yake ya injili, kazi ya kuokoa, kazi ya kusaidia watu kiroho hapa duniani. Anatumia mwili ulio hai, si watu waliokufa, si members wa kanisa, lakini anatumia watu walio hai, kwa sababu mwanzo amewahuisha kwa njia ya Roho Mtakatifu. Amewahuisha kwa kuwazaa mara ya pili. Na wakati Petro amekuja, Petro alikuja akaleta mazingira. Mazingira yaliletwa na Petro katika nyumba ya Kornelio. Wakati alisimama pale, alikuwa na mbegu na alikuwa na mvua. Kwa sababu mbegu, Luka 8:11, mbegu ni neno la Mungu na mvua ni Roho Mtakatifu. Na akaanza kuleta neno, kwa sababu daima ni neno linatangulia, mbegu ndio huwa inatangulia na kisha mvua. Ni kama sasa tumefika msimu wa mvua. Na wale ambao ni wakulima hapa, mlikuwa mmeandaa mashamba yenu na mnaweka mbegu mle ndani, ili sasa mvua ikija ikute mbegu zikiwa kule ndani. Kwa sababu kama mvua itanyesha na hakuna mbegu, ni magugu tu yatatokea. Naona? Sasa tukija hapa kiroho, Petro amekuja hapa akakutana na Kornelio na familia yake, marafiki zake wa karibu, na akaja na mbegu na akaja na mvua. Na hiyo inamaanisha kwamba alikuwa analeta mazingira yanayofaa ili hawa wateule waweze kuzaliwa mara ya pili pia. Na unaona yale matokeo ambayo yatapatikana hapa ni kama yale ambao akina Petro walipata katika chumba cha juu. Sababu hapo Petro baadaye anasema hawa watu wamejazwa na Roho Mtakatifu vile vile tulivyojazwa siku ya Pentecost. Matokeo ni yale yale, kwa sababu wameleta mbegu ile ile na amekuja na mvua ile ile. Na tunajua kile ambacho kilifanyika. Ndio maana nilipokuwa nikisoma haya maandiko niliruka sehemu hapo, unaweza kuisoma baadaye. Lakini Biblia inatuonesha kwamba Petro alifunua kinywa chake na akasema, nimeona kwa hakika Mungu hana upendeleo, lakini akipata watu waaminifu, haijalishi ni wapi katika ulimwengu, atawaokoa. Na Biblia inasema ya kwamba Petro akaanza kuongea maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo hiyo ni mbegu analeta. Na niliwaambia neno likinenwa, lile neno limenenwa katika kizazi, ni sawa na nafsi ya muaminio wa hicho kizazi. Hata wakati huyo muaminio hajasikia hilo neno, nafsi yake ni hilo neno, lakini limelala. Sijui kama hilo jambo ukilipata kwa ufunuo utafurahi sana. Ya kwamba nafsi yako, ile sehemu ya tatu baada ya mwili na roho, hiyo sehemu ya tatu pale ni neno la Mungu la majira haya. Hata wakati ulikuwa unakunywa pombe, ni neno la Mungu la majira haya. Na sasa wakati neno linanenwa na mtumishi wa Mungu ambaye ametumwa, ama vile mitume walikuwa wametumwa, ama vile nabii ametumwa siku ya leo, ni neno kwa neno. Ni neno likikutana na neno, na hili neno linaamsha neno lile pale. Unaona? Unaanza kuelewa kumbe wewe ulitakiwa kuwa neno la Mungu katika majira haya. Na si ajabu nabii anasema watu wanachanganyikiwa sana
wanashindwa kuelewa dhibitisho la kuwa umejazwa na Roho Mtakatifu ni nini. Ndio sababu wanasema ni vipawa, ni hiki, ni maono, mambo kama hayo. Ni rahisi sana. Kwa sababu Roho Mtakatifu akihuisha nafsi, kwa sababu nafsi hiyo ilikuwa ni neno ambalo lilikuwa limelala na majira, nafsi hiyo inaanza kuishi neno la Mungu. Nabii anasema hiyo ndio ishara thabiti ya kwamba umejazwa kwa Roho Mtakatifu. Nafsi yako imehuishwa. Na kwa sababu ilikuwa ni neno limelala, kile utaanza kuishi bila juhudi zako ni neno katika majira hayo. Na sio juhudi zako, neno linaishi lenyewe. Na hiyo ndio sabato ya kweli. Unapumzika na Kristo anatenda akiwa ndani yako. Sasa Petro ameingia katika nyumba ile. Kumbuka wale ni wateule, ni watu wa mataifa lakini ni wateule. Kwa sababu ukisoma baadaye katika kitabu cha Waefeso, Mungu alikuwa amekusudia kuondoa pazia iliyogawanya watu wa mataifa na ikaleta uadui na Wayahudi. Alikuwa anataka kuiondoa, na hapa anakuja kuondoa pazia. Anakuja kuondoa hii pazia wakati ametuma Petro katika nyumba ya Cornelius. Kwa sababu hao watu watazaliwa mara ya pili vile ambavyo Wayahudi walizaliwa mara ya pili pale Pentecost. Kaingia katika nyumba hiyo na akaanza kuleta neno, kwa sababu neno linatangulia, na kwa sababu wewe pia ni neno lakini ulikuwa umelala. Neno wewe na hili neno la Mungu la kizazi hiki zikutane, uweze kwanza kujitambulisha na hicho kinasemwa. Hata kabla ya kupokea Roho Mtakatifu unasema ule ni ukweli, unasema hiyo ni amina, kwa sababu hayo ambayo yanasemwa na mjumbe pale ni yale yalikuwa yamewekwa ndani yako na Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu, lakini yakawa yamelala. Sasa yameanza kuamshwa. Ni zile buttons zinaguzwa sasa, zinaanza kuamka. Na Biblia inasema hivi, wakati alikuwa akinena neno hilo, mvua. Nimekuambia Petro ameleta mazingira, amekuja na mbegu na amekuja na mvua. Wakati alikuwa ananena maneno hayo, Roho Mtakatifu akashuka na kujaza wote ambao walisikia neno hilo. Sikusikia tu kwa haya masikio, kusikia kwa ule utu wa ndani. Wote ambao walisikia neno hilo wakajazwa kwa Roho Mtakatifu. Mpaka Petro na wale ndugu ambao waliandamana nao Wayahudi wakastaajabu sana, kwa sababu hawakuwa wanafikiria watu wa mataifa wana nafasi katika uchumi wa Mungu. Wakastaajabu sana ya kwamba Wayahudi watu wa mataifa wamepata Roho Mtakatifu vile wao Petro ambao walikuwa ni Wayahudi walipata Roho Mtakatifu siku ya Pentecost. Kwa sababu ya nini? Wakati aliingia pale alileta mazingira. Na kama Petro angekuwa mwanatheolojia, hata aingie pale hakuna mazingira ameleta. Wangekaa hapo waongee mambo ya sheria ya Musa na mambo mengine, na atoke aende na hakuna mtu amesaidika. Ndio maana hata nabii anasema ya kwamba wale wanahubiri neno sharti kwanza wakutane na nguzo ya moto ili waweze kuleta mazingira yanayofaa. Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye anakuja nyuma ya neno, neno linaletwa, anakuja nyuma ya neno ili aweze kulihuisha. Na hapa neno ni wewe. Umejitambulisha na lile neno nabii amesema, na neno ni wewe nafsi yako, lakini lilikuwa limelala. Na ni wewe unahuishwa katika kwa njia ya kuzaliwa mara ya pili. Unapozaliwa mara ya pili, sasa unaweza kuanza kukua ukielekea kimo cha Yesu Kristo. Na mazingira ni ya maana sana. Hata katika huu ujumbe, wakati watu wanasema katika ujumbe hakuna Roho Mtakatifu, ya kwamba ukiamini neno na ubatizo kwenye maji kwa jina la Yesu Kristo kila kitu ni sawa, mahali pale hapana mazingira ya watoto kuzaliwa mara ya pili. Hamna. Na hakuna matumaini, kwa sababu nabii anasema ni kama kwenda chini ya jengo, basement. Najua ukiweka mbegu chini ya jengo mahali ambapo mwangaza wa jua haufiki, mbegu zile haziwezi kuchipuka. Huwezi kupata mazao kwa sababu ni mbegu, ina uwezo ndani yake, lakini imewekwa katika mazingira yasiyofaa. Inajalisha sana mtu yuko katika mazingira ya aina gani. Ndio maana nabii anaongea juu ya kuchagua kanisa. Katika ule ujumbe ambao unaitwa juu ya kuchagua biharusi, nabii anaongea juu ya mambo kadhaa ambayo inahitaji uchague. Anaongea juu ya kuchagua mke. Anaongea juu ya kuchagua kanisa. Unaona? Ni muhimu sana hata kuweza kuchagua kanisa, kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu akuoneshe mahali ambapo unatakiwa kwenda.
si kuingia tu kanisa eti kwa sababu pale milango imefunguliwa. Hata madhehebu wamefungua milango na wanatafuta members, lakini inahitaji uongozwe na Roho Mtakatifu, kwa sababu ungetaka kwenda mahali ambapo pana mazingira ambayo mwishowe atakufanya uweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Hicho ndicho kitu cha muhimu sana. Ukiangalia mtu kama Apollo, kabla ya kukutana na kina Priscilla na Aquila ili aambiwe juu ya neno la Mungu kwa usahihi zaidi, ukisoma Matendo 18, Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni mhubiri mashuhuri, lakini hakujua mambo isipokuwa ya Yohana. Alikuwa anajua ubatizo wa Yohana. Na hapo chini ukienda Matendo 19, tunaweza kuona watu 12 ambao walikuwa chini ya huduma yake, na walikuwa wanaamini ujumbe wa Elia nabii wa Malaki 3 Yohana. Na wakati Paulo alifika pale, akawaangalia, kauliza, wa ndugu, mlijazwa na Roho Mtakatifu baada ya kuamini? Wakasema, sisi hatujui Roho Mtakatifu ni nini. Mlibatizwa kwa njia gani? Sisi tulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Na walikuwa chini ya Apollo, na alikuwa mhubiri mashuhuri. Mhubiri mashuhuri kama haja kutana na nguzo ya moto, hawezi kuleta mazingira ya kufanya watoto wazaliwe. Even if he is a mighty preacher, hawatazaliwa. Na mhubiri ambaye anagugumiza na hajui kuongea vizuri na amekutana na nguzo ya moto, ataongoza watoto wazaliwe. Kwa sababu kile hapa kinajalisha si uwezo wa mwanadamu, ni nguvu za Roho Mtakatifu. Uwezo wa mwanadamu hausaidii. Na hawa watu hawakuwa na Roho Mtakatifu. Basi Paulo akaanza kueleza ubatizo wa Yohana ulikuwa ni wa kuonesha toba, lakini Yohana alikuwa anaandaa njia kwa ajili ya Yesu Kristo. Naye Yesu Kristo ndiye angejaza kwa roho na moto. Neno linatuonesha waliposikia hivyo wakabatizwa tena, lakini wakati huu wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, maana Yohana hakuwa anatumia jina lolote. Lakini hapo wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, na akawawekelea mikono, na wakajazwa kwa Roho Mtakatifu, na baadaye wakasikika wakinena kwa lugha zingine. Kwa hiyo inamaanisha wakati Paulo aliingia pale miongoni mwa wale watu ambao walikuwa ni wanafunzi wa Apollo, alikuwa analeta mazingira, atmosphere, mazingira yanayofaa ili watoto waweze kuzaliwa. Na alitangulia na neno ambalo ni mbegu, na Roho Mtakatifu ambaye ni mvua akaja baadaye, wale wakazaliwa, wakachipuka. Sasa kutoka hapo wangeanza kukomaa wakielekea kimo cha Yesu Kristo. Ningetaka tusome hapa ujumbe. Ningetaka tusome ujumbe hapa nukuu moja tunapoendelea ili tusikae sana. Mazingira ni kitu cha muhimu sana. Na sio vizuri muaminio kwa mfano anasikia watu wameenda ushirika, waaminio wameenda ushirika, lakini yeye anakaa nyumbani. Nasema kama leo nimeona kama kunaweza kunyesha, wacha nikae nyumbani. Lakini kesho ataenda kazini kwa sababu anaogopa boss pale kazini. Naona hapo kuna shida. Hapo kuna shida. Mazingira ni ya muhimu sana. Na kile wakati japo katika mikutano tunaingia katika atmosphere, mazingira ambayo yanahitajika kufanya waaminio wakomae, wazaliwe mara ya pili, wakomae wakiwa ndani ya Kristo, na waadhimishwe kama wana wa Mungu na binti za Mungu. Anasema hivi katika huu ujumbe ambao unaitwa wa kipekee, the audible, mstari wa 11, you can lay a seed out there in the ground. Unaweza kuweka mbegu pale kwenye ardhi, no matter how much that seed is germinated, na hijalishi hii mbegu ina uhai ndani yake kiasi gani, yani potentials, kusema inaweza kuleta mazao. Haijalishi iko hivyo kiasi gani, and lay it there, it has got to have an atmosphere to make it live. Lazima iwe na mazingira ya kuifanya iweze kuishi. The sun has to come to a certain power. Lazima jua lije katika kiwango fulani cha nguvu. A certain power. Na siku ya leo jua limewaka kuliko wakati wa Luther na Wesley, kwa sababu ni wakati wa mavuno. Mungu amefunua neno lote ili aweze kuleta mavuno, kitu ambacho hakufanya kwa mfano wakati wa Luther na Wesley. The sun has to come to a certain power before it, to bring it to a certain atmosphere. Anasema lazima jua lifike kiwango fulani cha nguvu kuleta hayo mazingira. An egg has to have an atmosphere or it won't hatch. Anasema yai lazima liweze kuwa na mazingira, la sivyo haliwezi kuanguliwa.
No matter how fertile it is, it has got to have that atmosphere. Na haijalishi ya hilo lina uhai ndani yake kiasi gani, lazima liwe na mazingira. Unaweza kuwa ni mteule wa Mungu na uende ukae chini ya pastor wa Baptist kwa uaminifu wote, na analeta kanuni zake za imani baridi, na pia anasema cold creeds, kanuni zake baridi za imani, uweze kuanguliwa. Na ni wewe ni mtoto wa Mungu na uwezo mpaka wa kunyakuliwa uko ndani yako, kwa sababu umeenda katika mazingira yasiyofaa. You get it? Haya, angalia hapa. And I think that in a group like this, na nafikiri katika kikundi kama hiki, Christians hatch out. Wakristo huwa wanaanguliwa, are born again in such an atmosphere as this. Wanazaliwa katika mazingira kama haya. This is a kind of atmosphere I was born under. Na hata yeye anasema alizaliwa katika mazingira kama hayo. Hata si kanisa kubwa, mega church, lakini miongoni mwa watu ambao Roho Mtakatifu anatembea ndani yao. This is the kind of atmosphere I was born under. No matter where I go and visit, the cold world, dunia iliyojaa baridi, na hapa anaongea juu ya baridi ya kiroho, and mission fields and so forth, I can even stand and close my eyes and think of this atmosphere. Hawezi kusahau mazingira aliyokuwamo ndani yake wakati alizaliwa. This reminds me when I was just a boy preacher and just starting out. Na inanikumbusha wakati nilikuwa ni mhubiri kijana nikianza kazi ya Bwana. We had little groups to meet from house to house. Tulikuwa na vikundi vidogo, tunakutana kutoka kwa nyumba mpaka kwa nyumba. Na hiyo ndio ilikuwa inafanyika zamani za mitume. Wanamega mkate nyumba kwa nyumba. We separated ourselves from the things of the world. Tulijitenganisha na mambo ya ulimwengu. That is what made my heart the way it is today in love with Christ. Na hiyo ndio ilileta upendo wa Mungu vile nilivyo siku ya leo ndani ya Kristo, where we can dwell together, mahali ambapo tunaweza kuishi pamoja. Kwa sababu kile ambacho tunataka kuleta ni mazingira ya kufanya watoto wa Mungu wazaliwe, mazingira ya kufanya muaminio aweze kukomaa. Unaweza kuzaliwa mara ya pili, lakini kama hutaendelea katika hayo mazingira utadumaa. You are going to be stunted in your growth. Tunahitaji sana mazingira yanayofaa. Na siku ya leo Mungu amefunua neno. Na hilo neno linakutana na neno wewe. Wewe ni neno lakini ulikuwa umelala, hujielewi. Lakini Mungu anaweza kuleta neno. Na unasikia hili jambo linaambatana nalo. Na ni kama hili jambo niliwahi kupatana nalo mahali fulani, lakini sijui ni wapi. Huko umepatana nalo hapa duniani, unalisikia kwa mara ya kwanza hapa duniani, lakini ulitoka katika hili neno kabla ya misingi ya ulimwengu. That is why there's a familiar ring. Kuna familia pale, kitu ambacho deja vu, ambapo sasa unaona hili jambo nimekutana nalo kwa mara ya kwanza, lakini sioni kama ni mara ya kwanza. Ni kwa sababu ulikuwa sehemu ya hii kabla ya misingi ya ulimwengu. Na hii ni reconnection. Mungu ni chief engineer, anafanya reconnection hapa ili akuunganisha na mahali ambapo ulitoka. Unaona? Ni kama vile nabii alienda factory wakati wa kufunga kazi, kaingia kwenye kiwanda kimoja cha chuma. Wameshinda wakifanya kazi, wamechukua chuma, na unga wa chuma umejaa kule kwenye sakafu. Imechafuka kwa sababu ya iron filings. Umechafuka kule. Na sasa wanataka kusafisha. Nabii akasema kengele ile kubwa pale ikapigwa kwenye factory. Akaona mtu anakuja na ile smako kubwa, a big magnet. Inaendeshwa hivi kama trolley hivi. Na inaenda ikifagia sakafu, kwa sababu najua smako ni chuma na huu ni unga wa chuma. Sasa akipita hivyo visehemu hivyo, unga huo unaruka mara moja na kuchukuliwa na ile smako kubwa. Na ile smako unajua tukileta kiroho ni ujumbe wa saa hii. Na ule unga ni sisi, kama unaweza kuamini. So smako ni chuma ngumu na ule unga bado ni chuma ngumu, iron to iron. Sasa wakati hii smako inapitia katika nchi, inaenda ikichukua wale wa aina yake. Wale wa aina yake wanachukuliwa haraka sana na huwezi kuwatenganisha tena. Sijui kama unajua hivyo vitu vikienda pale na waacha hivyo havitawai kutoka hapo. Na hivyo ndivyo ilivyo kwamba ukija kwa Kristo
hakuna mtu anaweza kukutoa kwa Kristo tena. Ndio maana hao watu wanaacha ujumbe na kusema ya kwamba tumeona ujumbe sio sahihi. Hawatatoa mtoto wa Mungu kutoka hapo, watatoa tu watu aina yao. Watatoa tu make believers wengine, waamini wengine wa kujifanya ambao walikuwa katika ujumbe, watafaulu kutoa hao tu na wasiwaamini. Lakini wale ambao ni sehemu za ile chuma, huwezi toa hata moja. They are magnetized. Huwezi kuwatoa. Sasa unaona jambo hilo? So wakati hii sumaku kubwa inaletwa na nikusema Mungu analeta ujumbe, unashikana naye na hutaki kusikia maneno mengine. Unashikana na hilo neno. Na ukishikana na hilo neno, ungetaka kujua zaidi ya Yesu, more about Jesus. Na ungetaka kukomaa ndani ya Yesu Kristo. Hilo jambo linasisimua moyo wako kuliko mambo mengine yote. Paulo anasema ya kwamba wakati alikutana na Kristo, na unajua alikuwa amefika kuwa profesa wa sheria ya kidini. Lakini wakati alikutana na Kristo, yale mambo mengine aliyokuwa nayo, mafanikio aliyokuwa nayo, alihesabu ya kwamba mambo hayo yote ni hasara kwa sababu ya kumjua Kristo. Na unajua muamini anatakiwa kuwa hivyo, ya kwamba ukimpata Yesu Kristo, pata ufunuo wa Yesu Kristo, jambo hilo linashika moyo wako hivi kwamba hungetaka kingine kiingie katika moyo wako. Ungetaka zaidi ya hicho kizidi kuingia katika moyo wako. Sasa Mungu analeta neno, na akileta neno hilo, ujue wakati Mungu analeta neno, yeye akiwa roho anasimama nyuma ya neno lake. Kwa hivyo neno linaletwa na kisha Roho Mtakatifu yuko pale. Neno hilo linakufanya ujitambulishe na ujue ulikuwa sehemu ya hilo neno kabla ya misingi ya ulimwengu. Na ndio sababu Yesu aliambia Wayahudi, mtu wa Mungu anasikia maneno ya Mungu. Na akawaambia, ninyi mnakosa kuyasikia kwa sababu ninyi si wa Mungu. Lakini aliye wa Mungu anasikia maneno ya Mungu. Na Mungu anasimama nyuma ya neno. Ndio maana unaona Petro katika nyumba ya Kornelio wakati analihutubu neno la Bwana, Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu alikuwa amesimama nyuma ya neno lake. Ya kwamba wakati Petro anazidi kunena neno hilo, Roho Mtakatifu akawajaza kwa Roho Mtakatifu kudhibitisha neno hilo ni sahihi. Aliangalia akaona Kornelio na wale marafiki zake tayari wamejitambulisha na hilo neno 100%. Ndio maana wakati nabii aliulizwa, tunajua utaratibu wa Mungu ni kwamba lazima mtu abatizwe, atubu, abatizwe ili apokee Roho Mtakatifu. Hapa tunaona Kornelio na washirika wake wamebatizwa na Roho Mtakatifu kabla ya ubatizo wa maji. Inakuaje? Aliulizwa hivyo katika kitabu cha COD. Kasema ni kwa sababu wa weupe wa mioyo yao. Walikuwa na weupe wa mioyo hivi kwamba, unyofu wa moyo hivi kwamba Mungu alipendezwa kuwajaza kwa Roho Mtakatifu hata kabla ya kubatizwa kwa maji. Sasa wakati wanaenda kubatizwa kwa maji ni kutumiza tu taratibu za neno, lakini si kwa sababu ni wenye dhambi. Wameshapita zile hatua 3 za wokovu. Wamehesabiwa haki, wametakaswa, wamezaliwa mara ya pili. Na mtu ambaye amezaliwa mara ya pili si mtenda dhambi. Si mtenda dhambi. So akienda kubatizwa pale ni kutumiza tu taratibu, wala si kusema ya kwamba yeye ni mwenye dhambi. Lakini Mungu alifanya hivyo kwa sababu ya weupe wa mioyo yao. Mazingira yakaletwa pale, wakazaliwa mara ya pili. Paulo akaenda kwa Apollos, wakazaliwa mara ya pili. Na siku ya leo Mungu analeta neno. Nimesema ni kama ile sumaku kuu. Na unajitambulisha na neno hilo. Unaona wakati hiyo sumaku ilikuwa inapitishwa kwenye sakafu ya factory, vile vijichuma, sehemu ndogo sana za chuma ambazo ni kama unga zimeenea kila mahali kwenye sakafu, vinaruka vinakuja chini, upande wa chini wa sumaku. Hivyo ndivyo ilivyo ya kwamba neno likiletwa miongoni mwa watoto wa Mungu linashika hiyo nafsi na inaruka haraka sana kuja kwa neno. Nasikia mtu akisema hiyo ni kweli, na haya maneno yamekuwa wapi? Kwa nini sikuwa nimeyapata? Ni visehemu vya chuma vikija kwa ile sumaku kuu, the big magnet, na kisha unajazwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anahitajika ahuishe nafsi yako ianze kukua. Na hata ukizaliwa mara ya pili, usiondoke kwenye yale mazingira mahali ambapo malaika wa Bwana anafanya kazi. Kwa sababu ukijiweka kando pale utadumaa. Unahitajika kuendelea katika mazingira mahali ambapo Mungu anafunua neno zaidi.
Najua Mungu akifunua neno zaidi, nafsi yako inakubaliana zaidi. Sikuwa nimeona hivyo. Hilo jambo pia lilikuwa ndani yako, lakini sasa kupitia huduma Mungu anakufanya ulione. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi pale, ili watoto wa Mungu wazidi kukomaa na mwishowe waweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Nabii anasema mtu akikataa ya kwamba kuna jua, kwa mfano tuseme ni mchana na kuna jua, na mtu aseme mimi nimekataa kuamini kuna jua, I refuse to believe there is sunlight, na aingie chini ya jengo, nabii anasema inaonesha ya kwamba ni mwenda wazimu, ameharibika ubongo, kwa sababu ni dhahiri ya kwamba kuna mwangaza wa jua. It is a fact that there is sunlight, lakini yeye amekataa kuamini hivyo, na ili sasa ajiridhishe aingie basement kule chini ya jengo. Unajua hiyo haitaondoa jua. Unaona jambo hilo? Na hivyo ndivyo madhehebu wanafanya. Mungu ameleta neno kizazi hiki, ameleta mazingira ya kufanya waaminio wakomae, lakini wamekataa. Wanasema hatuwezi kuamini kuna nabii alikuwa atuma wakati wa mwisho. Ni kukataa jua. Hatuamini mihuri 7. Hatuamini kuna uzao wa nyoka. Hatuamini hilo neno. Wamekataa jua, wameingia kwa basement. Na watakufa pale. Watakufa pale na hypothermia. Baridi itawapata pale, watakufa. Unaona jambo hilo? Na nabii anasema kanuni baridi za imani, cold creeds, anasema haziwezi kufanya mbegu ikomae. Tunahitaji mazingira. Tunahitaji mahali Kristo anajifunua na uwepo wa Mungu uko mahali pale daima, ili tuweze kukomaa, tuweze kuwa kama Yesu Kristo, kanisa kuu, tabaka la juu la watu. Ningetaka tufike hapo ili tuweze kuomba. Tuendelee wakati ujao ikimpendeza Mwenyezi Mungu. Tuombe. Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, tunakuja tena mbele ya kiti chako cha enzi, na tunafurahi kuona vile unafanya kazi katika maandiko. Tuna vielelezo kote kote katika neno Bwana, na tunaona vile huwa unatembelea watoto wako kila kizazi ili uweze kuamsha, vile ulifanyia Kornelio na nyumba yake na wale wengine wote Bwana. Unaleta mazingira ya kiungu ili watoto wako Bwana waweze kuanguliwa na waweze kukomaa, waweze kuwa kama Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo ni sheria yako ya kwamba mbegu ilete kulingana na uhai ulio ndani yake. Lakini pia mbegu hiyo inahitaji mazingira yanayofaa. Tunashukuru sana kwa sababu Bwana umetuletea mazingira hayo wakati wa mwisho. Umeleta ufunuo wa neno ili tujitambulishe na hilo neno, na umekuja kama malaika wa Bwana ili uweze kuhuisha neno lako Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Ninamuombea kila mmoja wetu, umsaidie pasiwe kizuizi Bwana, chochote ambacho kinaweza kuzuia muamini aweze kukomaa. Ninaomba ya kwamba ukiondoe. Hebu kila mmoja aweze kuambatana kikamilifu na Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, tusamehe dhambi na makosa. Chunguza maisha yetu, chunguza mioyo yetu, chunguza mawazo yetu. Chote ambacho ni kinyume na neno, ninakusihi Bwana utuondolee. Baba, tunainua jina lako tukisema unastahili. Kumbuka wote walio na mahitaji mbalimbali, uweze kuwakirimia Bwana. Wewe ndiwe chemichemi, mbingu na nchi ni mali yako, na kila kitu ambacho tunahitaji ni wewe unamiliki. Basi ninakusihi ukaachilie msaada juu ya kila mmoja wetu kadri ya vile anavyohitaji. Asante Baba, ninaomba utunyoshe na utudumishe katika mapenzi yako makamilifu. Tusijiongoze katika hii njia Bwana, lakini utuongoze ukituelekeza Bwana kwenye utimilifu wa ahadi yako ya majira haya. Pokea sifa na shukurani, tuwasema unastahili. Ondoa mkono wa shetani katika maisha yetu ili tuweze kukomaa bila kudumaa. Asante Baba, tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.